waelimisha rika matumizi ya kemikali ya zebaki. Hivyo basi, kwa sababu ni muhimu, hili swala ni changamoto kwenye jamii yetu ya Usolele, tumekuombeni leo tena kufundisheni turejee mafunzo tuliyojifunza kipindi cha nyuma. Sawa? Watoto kupotezea muda kwa sababu mna shughuli za kufunga shule kwa ajili ya kukataza michezo, ndio? Basi nitapenda kumkaribisha mkufunzi ndugu Ndila ili aweze kuanza na mafunzo na utangulizi wa somo letu la madhara ya zebaki na zebaki ni nini. Karibu ndugu Ndila. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa majina naitwa Ndila Chibola Mariatabu. Tumekuja hapa kwa ajili ya kuweza kuwafundisha somo la zebaki. Tuanze na zebaki ni nini. Nadhani mmeweza kutaja na ninashukuru Mungu sana kwa uelewa mlionao. Zebaki hii ni kemikali itumikayo wakati wa uchenjuaji wa dhahabu. Nadhani kila mmoja zebaki mnaijua, na kwa jinsi tulivyo na karibu na mzunguko wa mgodi huu, kila mmoja majumbani au mgodini zebaki mnaiona. Lakini zebaki ina madhara makubwa sana. Zebaki ina madhara mengi sana. Zebaki tunatakiwa kuiogopa sana. Kuiogopa kwa zebaki ni kulingana na madhara yaliyopo. Nani ambaye anaweza kunitajia walau hata dhara moja tu la zebaki ambayo mnaona ni hatari sana katika afya yetu? Madhara ya zebaki inaathiri mimba. Kuiharibu. Kwa majina naitwa Method Onesimo. Madhara ya zebaki inaathiri figo. Mambo mengi sana mnayafahamu? Ndio. Haya, binti mmoja wa kike sasa aje atueleze ni nini madhara ya mercury. Kwa majina naitwa Neema Zakai. Madhara mengine ya zebaki inaathiri mfumo wa fahamu. Sasa naomba kupitia kidogo kwa ujumla kwa hayo yote yaliyotajwa. Eti inaharibu figo. Ya pili inaharibu mimba. Lakini la tatu inaharibu mfumo wa fahamu. Zebaki haya ni madini. Yanatumika wakati wa uchenjuaji wa nini? Wa dhahabu. Lakini zebaki hii unapokuwa unachenjua dhahabu inapita katika mfumo mzima wa mwili. Inapitia ngozi, lakini pia wakati wa uchomaji wa dhahabu mercury hii unapokuwa unachoma dhahabu inavuka ule moshi. Inapovuka ule moshi unavuta ile hewa. Unapovuta ile hewa inaenda kusababisha uharibifu wa nini? Wa figo. Sawa? Lakini kwa kuwa tuko wengi walimu ambao tuko hapa, ningependa basi nikaribishe mwingine mkufunzi ili aendelee kuelezea nini madhara ya zebaki mengine ambayo yapo. Sawa? Naomba nimkaribishe Bangli aendelee kwa nini kuelimisha madhara mengine ambayo yapo. Muungano wa Tanzania. Kazi iendelee. Kwa majina naitwa Bangili Mwikwemi Mkongwe. Kwa majina naitwa Bangili Mwikwemi Mkongwe, ni mkufunzi wa elimisha rika. Mimi nataka niwaambie kitu kimoja. Mimi somo nililonalo kwangu leo inaona kuweza kujikinga na matumizi ya zebaki. Matumizi naona kujikinga na zebaki. Zebaki ni mercury. Ninaamini hapa watoto mlioko hapa baadhi ya wazazi wetu wanajishughulisha na kazi za machimbo, si ndio? Alafu na sisi pia jamii tunayoishi imetuzunguka na migodi tofauti, si ndio? Sasa hapa unapotoka hapa uende ukamwambia mzazi na kumwelekeza kwamba tulikuwa shuleni leo na wakufunzi wa matumizi ya zebaki. Zebaki ina maana kwa lugha sahihi sisi tunaifahamu inaitwa mercury, si ndio?
Sasa unapotoka hapa nenda ukamwambia baba kwamba unapoenda kwenye shughuli za mgodini kule miaroni kutimbua, unapoenda kuanza kujishughulisha na swala la uchenjuaji, mshauri baba avae glovu ndefu, mshauri baba avae safety boot ambazo ni gumboot ndefu. Alafu pia umshauri anapokuwa anajishughulisha na shughuli za uchenjuaji ahakikishe amevaa shati la mikono mirefu ili kuweza kujikinga na matumizi ya zebaki asipate kuathirika, si ndio? Kwa sababu hiki kitu tunakichukulia masiara, lakini kinakuja kutuathiri vizazi na vizazi vijavyo, si ndio watoto wangu? Kwa hiyo tunapokuwa tuko hapa, tuhakikisheni kwamba ili swala tuwe nalo serious, na hata na ninyi mnapokuwa mnatoka hapa mkihitimu masomo yenu, hakikisheni kujua namna ya kujikinga na matumizi ya nini. Tumeelewa? Kitu kingine, unapokuwa baba, unamwambia baba, unapokuwa unaichoma ile dhahabu, hakikisha ile dhahabu baba kaa nayo umbali. Ina maana dhahabu yako haitaibiwa, itakuwa sehemu salama kabisa, ili kuweza kujiepusha na madhara mengine yatokanayo na matumizi ya zebaki. Sawa? Kwa hiyo mimi somo langu kwa siku ya leo ilikuwa ni hilo. Naomba nikaribishe walimu wenzangu, kwa sababu waelimisharika tuko wengi, ni wakaribishe na wengine. Naomba nimkaribishe David Ndaba aendelee kuelesha na masomo mengine. Sawa? Asanteni kwa kunielewa. Mambo vipi? Wazima? Naona mko safi kabisa. Kwa majina naitwa moja zuri sana. Naelewa nyinyi ni wanangu wote. Naelewa. Huwa zina maji yanayopita yale maji ya mvua, si ndivyo? Inatakiwa myaogope sana hayo maji, yanakuwa yana madhara. Sawa wanangu? Kwa sababu nyinyi bado mlenu ni mdogo, mkiwa mnapita sehemu zile msichezee yale maji, yanakuwa na madhara makubwa sana. Hapa kipindi cha nyuma kama miezi miwili kuna mifugo ilikufa, si ndivyo? Kwa hiyo muwe mna tahadhari kubwa sana na yale maji ya kwenye plant, kwa sababu hizi plant zinatiririsha maji, yale maji yanayotiririka pale usiyachezee kabisa. Yaogope kwa sababu yanakuwa yana sumu ya zebaki. Tunaelewana? Ndio. Sawa wanangu? Ndio. Yaani hakikisheni kwanza, cha kwanza muwe mnavaa viatu, msiwe mnatembea pepo. Sawa? Ndio. Kwa sababu mnapopita sehemu kama zile mnaenda kule kuhemea, usitembee pepo wala usichezee yale maji. Yale maji yana madhara makubwa sana. Tumeelewana? Ndio. Kuweni muwe makini, hakikisheni kila jambo unalifanya ukiwa uko salama. Sawa dogo zangu? Ndio. La kwangu ni hilo. Hamjambo tena kwa mara ya pili. Hamjambo. Asanteni. Naitwa John Charles, natokea taasisi ya kuendeleza uchimbaji mdogo inajulikana kama FADEV. Hebu wote tuseme FADEV. 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 Kwamba FADEV. Ndugu zangu, tuko hapa, jambo hili siyo masiara. Hatupo hapa kwa ajili ya kuchekesha, bali tupo hapa kwa ajili ya kuokoa kizazi hiki na cha kwenu pamoja na sisi pia. Ninapozungumza maneno haya namaanisha kuwa neno zebaki ni hatari, ni hatari, ni hatari. Kwa nini niseme ni hatari? Miongoni mwa madhara makubwa yanayotokana na zebaki ni pamoja na kukosa nguvu za kiume. Nguvu za nini? Za kiume. Najua hapa baada ya masomo kila mmoja atatamani awe na familia, si ndivyo? Ndio. Sasa unapokuwa na familia, ndoto zako utapata mtoto, si ndivyo? Ndio. Sasa hii zebaki moja kwa moja inaenda kukuzuia kupata nini? Mtoto. Na kwa nini nakuzuia kupata mtoto? Zebaki inapokuingilia mwilini kwako, inaenda moja kwa moja kwenye vina saba, kwenye kiini, yani kwenye utu wa mtu. Maana yake mfumo wa uzazi inaenda kuathiri moja kwa moja. Hivyo basi matokeo yake hautakuwa na nini? Na mtoto. Sasa nani hapa baada ya masomo hataki kuwa na familia? Hakuna hata mmoja, si ndivyo?
Kwa hiyo tunapozungumza neno hili hatujifurahishi, tunamaanisha kwamba tunataka tuokoe kizazi hiki pamoja na kizazi kingine kinachofuata. Lakini pia miongoni mwa madhara yatokanayo na zebaki, ambayo kwa lugha nyingine tunasema ni mercury, ni kupoteza uwezo wa kutokuona vizuri. Sasa leo hapa tuko shule ya msingi, lakini ndoto zetu tunatamani twende sekondari, si ndivyo? Ndio. Baada ya pale twende wapi? Sekondari. Baada ya sekondari tunaenda wapi? Chuo. Wengine chuo kikuu, si ndivyo? Ndio. Sasa kila leo hii unatoka hapa Uisolele, umefaulu vizuri kwenda sekondari, lakini unapofika kule, kwa sababu ulishaathirika na hii zebaki, unapofika sekondari kupata masomo ya sekondari na hata yale ya chuo, unakuwa unapoteza uwezo wa kuona vizuri. Hebu fikiria, yani tayari hapo sasa umesha yanusa mafanikio, lakini unakuta mwalimu anaingia darasani na kuandikia pale ubaoni, uwezo wako wa kuona ni mdogo. Hapo inakuwaje? Maana yake ndoto yako inaenda kufanyaje? Kukwama, kufeli, kukatishwa. Na ndio maana nimewaambia tunapozungumzia zebaki, maana yake tunaokoa nini? Kizazi. Zebaki kwa nini inapoteza uwezo wa kuona? Kwenye mwili wa binadamu kuna kitu kinaitwa mfumo wa kuona. Mfumo wa nini? Mfumo wa nini? Inapoingia mwilini mwako, mercury hii au zebaki hii inaenda kuathiri moja kwa moja mfumo wa kuona. Lenzi zako za macho zinakuwa tayari zina kasoro. Tafsiri yake, unaweza ukapoteza uwezo wa kuona mbali au karibu, au vyote kwa pamoja, au vyote kwa pamoja. Lakini chanzo kikuu ni nini? Chanzo kikuu ni nini? Zebaki. Madhara mengine yatokanayo na zebaki ni pamoja, kuna mdogo wangu hapa mmoja amesema kuharibika kwa mimba. Ndio. Mfumo wa uzazi, hili ni somo la kisayansi kabisa. Mfumo wa uzazi kwa binadamu wa kike na wa kiume, kila mmoja nao, si ndivyo? Sasa huu mfumo, mama anapopata ujauzito, akiwa tayari mercury au zebaki imeshamwingilia mwilini kwake, kwenye utu, kwenye kiini cha utu, maana yake inaenda moja kwa moja kuharibu mfumo wa nini? Hata hiyo mimba lazima itaharibika, kwa maana ya kufanyaje? Ya kutoka. Maana yake sasa tayari hapo tunakuwa tumepoteza nini? Nini? Nani hapa hapendi kuona mdogo wake nyumbani? Lakini wangapi tunapenda tuone wadogo zetu nyumbani? Asanteni sana, jipongezeni kwa hili. Inatosha. Sasa nirejee. Dada, shangazi au mlezi aliyopo nyumbani, kwamba unapoenda kufanya kazi za uchenjuaji, kazi za nini? Hakikisha unakuwa na mambo yafuatayo. La kwanza kabisa, umwambie avae mipira ya mkononi, inajulikana kama nini? Kama nini? Hapa wanaongea vizuri. Hapa je? Hapa sio lozi. Gloves. Hii itamsaidia na kujikinga na hii hatari ya nini? Ya zebaki. Maana hata anaivaa wapi? Mikononi. Ndipo anaanza shughuli, iwe za uchenjuaji, iwe za kubeba ule unga kupeleka pale kwenye mbao kwenda kuosha. Mmenielewa hapo?
Mmenielewa hapo? Kingine, hakikisha unamwambia mzazi wako, awe baba, awe mama, kaka au dada, anavaa rain boot. Inaitwa nini? Wengine wanaita gun boot. Wanaitwa Kiswahili chake zinaitwa viatu vigumu na ni virefu kwa ajili ya kujikinga na yale maji yaliyochangamana na nini? Na zebaki. Maji yaliyochangamana na nini? Lakini kingine, hakikisha unaenda kumwambia mzazi wako, awe baba, awe mama, awe kaka, awe dada, kwamba unapochuma ile dhahabu yako, hakikisha unakuwa nayo mbali, ili ule moshi usivute. Ule moshi usivute. Lakini mwisho kabisa nimalizie kwa kusema, sehemu hii, eneo hili lipo karibu na migodi hii, wakina mama zetu wanapoenda kuchuma zile mboga za majani, nazifahamu? Ndio. Nitajieni hapa mbili. Zipi? Ya kwanza, ya pili msusa, ya tatu matembele. Tukomee hapo. Nenda umpe tahadhari kwamba zile mboga zilizoko karibu na maji tiririka yanayotoka kwenye migodi au planti ni hatari kwa afya ya binadamu. Ni hatari kwa nini? Ni hatari kwa afya ya nani? Binadamu ni nani? Ni sisi. Ni mimi, wewe na yule. Mimi, wewe na nani? Zile mboga tayari, yale maji tiririka yanayotoka kwenye plant tayari yana mercury, ambayo tumesema ni nini? Zebaki ni nini? Ni sumu. Yanapokuja hapa kuja kuweka rutuba ndani ya hizi mboga, maana yako unapokuja kuzipika unaenda kuitafuna nzima hiyo mercury. Maana yake nendo kampe tahadhari baba, mama, shangazi, dada au mlezi aliyepo nyumbani kwamba ni hatari kuchuma mboga karibu na nini? Baada ya kusema hayo, sasa tujipongeze wote kwa somo zuri hili. Tunapiga makofi yake. Leo tumepata elimu ya madhara yatokanayo na zebaki katika uchenjuaji wa nini? Katika uchenjuaji wa hivyo basi, napenda nimkaribishe. Ni nzuri na tumefurahia. Asilimia kubwa tutabadilika. Wale ambao hatupo makini juu ya matumizi ya zebaki tunabadilika kuanzia leo. Nina imani hata ninyi wanafunzi mtakuwa mabalozi wa wazazi wenu, tukawaeleze kwamba maji yote yanayotiririka kutoka kwenye planti mjue kwamba yana nini? Yana zebaki, na ndani ya zebaki hiyo ni sumu. Kwa hiyo hata kama ni zile mboga zilizoko pembezoni mwa planti au kwenye maji tiririka, zile ni hatari, hazitakiwi kutumika. Sawa? Na nyie mnapotoka shuleni au mnapotoka majumbani mkiwa mnatembelea maeneo ya migodi yale, mkumbuke kuvaa nini? Viatu. Na msikanyage maji yanayofanyaje? Yanayotiririka. Kwa kifupi tu ni hivyo, lakini pia niwapongeze hawa wageni waliotutembelea, wamekuja kutupa somo zuri. Na nina imani tumefurahia na tumepata kuelimika. Sawa? Ndugu wanafadhili, mkaribie tena siku mkipata changamoto za kuja kutuelimisha. Karibuni, sisi tuko kwa ajili yenu. Kwa baada ya kusema hayo, mimi nafikiri sasa somo letu litakuwa limefikia mwisho. Nimkaribishe mhusika mkuu ili aweze kutufungia. Darasa la 6 na la 7 zipo? Sasa nataka kabla sijafunga kufunga rasmi, naomba niwaambie madhara 10. Hapa nimefundisha, naamini nimejifunza 5 au 6 au 7, ndio. Sasa hiki kitabu kinaonyesha zaidi. Kitabu hiki kinasema kwamba madhara yatokanayo na matumizi ya zebaki kwa wachimbaji na jamii zao.
kama wanaweza kuandika, mnaweza mkaanza kuandika hayo madhara ili mkawaelekeze na wazazi pia huko, ili na wao wajifunze. Wale wenye kalamu na daftari hapa ambao mtaweza kuandika hayo madhara, shikeni kalamu zenu tuanze kuelezana sasa hivi, ili unapotoka hapa uende umweleze na mzazi kabisa kwamba baba, mama, shangazi, tulichoitwa kuelekezwa sisi ni hiki. Hapa kuna bango kubwa tulileta, si ndio? Lipo huwa mnalipitia. Lakini kwa wale ambao na maana mnahitaji kuandika, naomba niwaambie kitu cha kwanza. Moja ni msongo wa mawazo. Mkiwa tayari tuanze, si ndio? Madhara yatokanayo na matumizi ya zebaki, si ndio? Alafu hapa kwenye alama nyekundu anakuambia kwa wachimbaji na jamii zao, si ndio? Sasa wakati mimi naelekeza hapo wote, alafu tutaachili wangu mtaendelea kuandika, si ndio? Moja, changamoto zinazotokana na matumizi ya zebaki. Moja, unakuja kukutana na kitu kinaitwa msongo wa mawazo, si ndio? Mbili, unakuja kukutana na kitu kinaitwa inaathiri pia mfumo wa fahamu. Tatu, unakuja kukuta inakusababishia kupoteza nguvu za macho kuona vizuri. Mwalimu aliyetoka kufundisha ndiye alikuwa anaelekeza kuhusu changamoto hizi, si ndio? Nne, unakuja kukusababishia misuli kutetemeka. Wangapi wanaelewa maana ya neno misuli? Naomba mmoja hapa aje haraka hapa atueleze, mtoto wa kikaje atueleze nini maana neno misuli. Hamuelewi? Misuli ni maana yake kusababisha misuli kutetemeka, ni kwamba unapokuwa umepata madhara ya zebaki au matatizo ya zebaki, hata nilivyosimama hivyo unajikuta unaanza kutetemeka mwenyewe bila sababu yoyote, unajikuta unafikia asili kuhisi kizunguzungu na kuanguka chini. Hiyo ni miongoni mwa changamoto ya kutokana na madhara ya nini? Tumeelewa eh? Kwa hiyo muelewe kwamba hii zebaki pia inachangia kusababisha misuli kutetemeka, si ndio? Vile vile kuona maruweruwe. Wangapi wanaelewa maana ya maruweruwe? Unakuja kuona na maana unadhani yule ni mtu, kumbe na maana umeona risasi, unasema mtu. Haya ni maruweruwe, unaona mawenge kichwani, si ndio? Kwa hiyo hayo yote yanatokana na changamoto ya matumizi ya nini? Zebaki, si ndio? Unakuja kukutana na kitu na kuambia kwamba inachangia kuathiri figo. Hayo mwalimu aliyotoka hapo kufundisha ametuambia, si ndio? Inakuja kusababisha kupunguza nguvu za kiume. Mwalimu ametuambia aliyotoka kufundisha, mwalimu John, si ndio? Inakuja kusababishia pia inarithishwa kwa vizazi vijavyo. Ina maana mimi hapa nikishaathirika na hicho kitu, nitakuja nisababisha watoto wangu ninawazaa nao watakuwa na athari hiyo, watapata changamoto hizo, wajukuu wangu watapata changamoto hiyo, na vitukuu vyangu pia vitapata changamoto hiyo hiyo, kwa sababu mimi nikishaathirika nitarithisha ukoo na ukoo pia. Mmenielewa? Kwa hiyo tuweni makini sana na tuzingatie sana matumizi ya nini? Ya zebaki, sawa? Vile vile inasababisha nini hapa? Kuharibika mimba. Mwalimu John ameshatufundisha hapo, si ndio? Alafu pia inarithishwa, inaathiri watoto wakiwa tumboni. Mwalimu ameshatufundisha, si ndio? Vile vile watoto kuzaliwa na utindio wa ubongo. Tumeelewa? Wangapi wanaelewa utindio wa ubongo? Hatuelewi eh? Sasa nipende kuambia kwamba wanangu, tunapokuwa hapa maana ya utindio wa ubongo, unajikuta unaweza ukamzaa mtoto asiyekuwa na ufahamu na uelewa aina yoyote. Unaweza ukakuta umezaa mtoto ukaona kama vile ni zezeta, kumbe sio zezeta, na maana ni ubongo ameshaathirika kutokana na changamoto za matumizi ya nini? Zebaki. Kwa hiyo vile vile matumizi salama ya zebaki inawezekana. Matumizi salama ya zebaki inafanyaje? Inawezekana. Na ni kwa nini inawezekana? Inawezekana kwa sababu ya kuwa unatumia matumizi ya zebaki kwa kujikinga. Na vitu vya kujikinga tumeshaelekezana. Unatumia nini? Gambuti. Cha pili, cha tatu, na cha nne unatumia kitu kinaitwa maski. Unatumia ni kitu kinaitwa maski. Unavaa ile maski au barakoa kwa jina la haraka la Kiswahili cha Tanzania, si ndio?
Ukishavaa ile barakoa ile mask, alafu uko umetumia na hivyo vitu, tayari utakuwa umejikinga na nini? Tumeelewana eh? Sasa nashukuru kwa kunielewa, nashukuru kwa kuwa wasikivu, nashukuru kwa kuwa watiifu. Sasa ninawachia darasa moja, somo la nyumbani. Andikeni vizuri hili mambo jinsi lilivyo, yote andikeni kwenye kumbukumbu zenu, madaftari au vipeperushi, mwende navyo nyumbani, mkawaeleze wazazi, mkawaeleze kaka zenu na dada zenu na wadogo zenu namna ya kuweza kujikinga na nini. Asanteni kwa kunielewa, asanteni kwa usikivu, niwatakia masomo mema, asanteni sana. Majina yangu naitwa Joseph Charles. Nasoma darasa la 7 katika shule ya Msurezi. Nashukuru sana kwa FADEB kutuletea elimu ya kuhusu zebaki. Tumejifunza elimu nzuri, tutaenda kuambia na wazazi wajikinge na namna ya zebaki. Sauti. Majina naitwa Zainabu Samson. Nasoma darasa la 7 katika shule ya msingi Msurezi. Kwa nilivyojifunza somo hili, nashukuru sana FADEB kutuletea somo hili. Nitaanza mimi kujifunza hili, nitapelekea na wadogo zangu kuweza kuwasaidia katika hali hii inayozunguka. Kwa majina naitwa Zainabu Samson, katika shule ya msingi Msurezi, nasoma darasa la 7. Nashukuru sana FADEB kwa kutuletea somo hili, bali wametuelimisha. Tuelimisha tutanianzia nini, tuwaelimishe na wazazi wangu na wadogo zangu tuepuke hili janga katika matumizi ya zebaki, tujikinge na haya matumizi ya zebaki. Yaani siogope, yaani kitoni Twende afu sauti. Majina ni Farid Shebra. Nimejifunza kuhusu zebaki. Zebaki ni sumu ambayo inatokana na madini ya dhahabu ya ile dhahabu. Na zebaki na sumu za zebaki na afya madhara mengi. Kuja kuharibu mimba na utindio wa ubongo kwa mtoto, na kuharibu nguvu za kiume na mwanaume kutopata mtoto.